Wakenya wote ambao wamefika hapa, wabunge wametoka sehemu yote ya Kenya kuhubiri neno ya umoja ya Wakenya. Hivyo ndio barabara tunatafuta. Wale wengine, hata mimi nimeshangaa. Hawa Maasai walipiga kura, wakapigia rais kura, hawakupigia rais awe mkabila. Wewe ukipigiwa kura na uwe umeenda retire, tafadhali heshimu wa Kenya, waendelee mbele. Na kwa sababu Kenya haitarudi nyuma kwa ukabila, kama Wamasai wanasema ukabila hawapendi, kwa nini wewe ambaye umekuwa rais wa Kenya, wewe ambaye umepewa utawala, bado unataka kuhubiri ukabila? Ashindwe ama asishindwe? Tunataka yeye atushawishi kama retired president. Na sisi alipokuwa president tulimwamini, tulimchagua kwa kuwa sisi tulikuwa tunaamini atakuwa president wa Kenya. Sisi hatuwezi kuchagua ukabila aongoze Kenya. Hata huyu Governor Ndutu hawezi kuchaguliwa kwa njia ya ukabila. Atachaguliwa akiwa governor ya Narok County, akiendesha watu ya Narok kwa ujumla bila kukusudia mambo ya ukabila. Mimi nataka kumuuliza yeye kama baba wa taifa ya kwamba wewe ni retired president, na tuko na heshima kubwa kama jamii ya Wamasai na jamii ya Wakenya, lakini nakuomba baba yangu, usirudi kuja kuingia mambo ya siasa. Ile maneno ulitamka juzi pale wakati mlikuwa na masishi pande hiyo ya Nyeri, ilikuwa ni jambo ambalo ilitusisha sisi wa Kenya wote. Sio haki wewe ukuje usungumze lugha ya mama na uambie jamii ya Wakikuyu waanze kukataa president ambaye amechaguliwa na Wakenya. Hata wewe wakati ulikuwa president tulikuwa tunakuheshimu. Pia tunakuomba uheshimu William Samoei Ruto, kwa sababu William amechaguliwa na watu.